wala hakuzaliwa na mama. Ndani ya Biblia Adamu vile vile ameitwa mwana wa Mungu. Mbona hawamuiti vile? Endelea. Lakini naam, ukisoma katika vitabu vyao, utaona kuwa nini? Adam pia, Adamu vile vile Adam pia naam ameitwa mwana wa Mungu. Mwalimu, naam, tunapata Adamu vile vile katika Biblia kaitwa mwana wa nani? Wa Mungu. Lakini sijaitaka kusikia siku yote Adamu naye akiitwa kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Sijawahi tokea hata siku moja. Endelea kusema. Naam. Na wala wa Kristo ndio hawaamini kuwa ni mwanawe. Shabani Shehe, hebu angalia vizuri kamera. Naam. Endelea mwalimu. Na wala wa Kristo naam hawaamini kuwa, wala wa Kristo hawaamini ya kwamba ni mwanawe. Hawaamini kwamba Adam naye ni mwana wa Mungu. Kwa nini? Hapana shaka kuwa hakuna. Sasa jawabu, Nabii Muhammad anapeana jawabu ambayo kwamba lilienda shule. Anasema hakuna kwamba wana huu ulioitwa ndani ya vitabu ni nini? Hapana shaka kuwa naam wana huu ndio ni wa huruma. Kumbe ni wana wa huruma na mapenzi tu, kama vile mtu sasa amwitavyo mwanangu, kama anavyomwita mwalimu wangu mwanangu. Mtumishi wake ampendaye ukamwita mfanyakazi nyumbani. Mtoto wa watu jameni, akawa anakufanyia kazi vizuri, chakula anakutengenezea kwa wakati, nguo zako ni safi, kile unachokitaka wewe, yani anajua majukumu yake yeye kama mfanyakazi nyumbani, ukamwita kwa mapenzi na huruma. Nini? Si uwana wa kizazi, bali wa huruma tu. Bali ni kuita huu mwana ni kumwita kwa huruma na mapenzi. Nafikiri nimesema mwanzo, mimi si mfanisi wa Kiswahili. Kama nitakuwa nimekosea mahali, naomba mnilie radhi. Waislamu wanaosikiza mhadhara tujuane kwa ishara. Waislamu wote ambao wanasikiza mhadhara tujuane kwa ishara. Waislamu wote wanaosikiza mhadhara tusikie tujuane kwa ishara mikono. Naona hii mtu hapa basi watu ni wengi kweli kweli. Haya, wapenda katika Bwana, ndugu zangu kiubinadamu wa Kristo, tusalimiane hata kwa hewa. Kama ni Mkristo tusalimiane basi. Brother, hebu njoo nisalimie bwana, usiniogope. Sasa hivi utanibeba tu, nakupa tu kazi, utanibeba. Habari yako brother? Sawa. Unaitwa nani? Naitwa Jafet. Mbona unakaa kama mwadhini wa msikiti bwana? Sio Muislamu wewe? Mimi ni Mkristo. Wacha bwana. Sema ukweli. Ni Mkristo. Jafet, una watoto nyumbani? Wangapi? Wawili. Ukinunua zawadi unampelekea mmoja au wote wawili? Wote wawili. Ukimpatia mmoja atalaumu. Kwa nini? Ni haki yao na watoto wawili, kwa sababu sasa atasema napenda moja simpendi. Unaona sasa unaona ukinisalimia mimi peke yake usimsalimie yule atahisi vibaya. Msalimie naye vile vile. Jafet kwanza mzuri sana huyu. Kijana msikivu. Alafu kama kuna mahali kuna jamaa wanakuwa ni wakarimu sana. Mombasa mnaongoza. Na ndugu yako vile vile naomba unisalimie bro. Kama unisalimie tu. Mimi ni mgeni huku. Kuna siku moja tutapatana mahali. Uniambie mwalimu kuna mahali nilimuona bana. Salamu muhimu. Habari yako brother? Hebu nikikuona siku moja mahali labda nitakuita kwa jina unaitwa nani? William. Ruto. Unajua tukisikia neno William bwana, hilo ni jina la Muislamu Kristo. Naomba basi usalimie mwalimu wangu vile vile. Salimie mwalimu wangu. Bwana wa Kristo mkapa bwana ni wazuri sana. Ile vile ni vile tu hakuna viti. Brother naye salamu bwana. Alafu urudi. Salimia tu urudi. Salimia tu alafu urudi. Mwalimu naomba kiti kimoja pale vile vile. Naomba kiti moja pale. Bosi habari gani bwana? Najua nyinyi bwana amunanga uoga. Alafu mnakuwa watu wakarimu sana. Hebu nikumbushe jina. Naitwa Hussein. Muislamu Kristo? Muislamu. Wewe ni Muislamu. Niliposema Waislamu wanao mikono bwana, wewe nao ulikuwa umerudisha chini.
Haya, sawa. Unaweza kuwa na swali, labda wewe unasema bwana, naonanga Wakristo wanafanya mwenyewe na kupatia tabu, naweza uliza. Asante, tulia hapa. Hebu huyu helmet huyu najua sasa hivi hapo itamwita aende kazi. Hebu mpe maiki bwana. Brother, hebu nikumbushe jina. Jafet. Jafet, mtu mzuri tu. Umesema dini gani? Mkristo. Shabanishe. Huyu jamaa amesema ni Mkristo. Na sisi, na mimi pia napenda Wakristo. Napenda sana Wakristo, kuongea na wao. Jafet. Yes. Bwana, unaweza kuwa na swali lolote unaweza kutuuliza sisi kama Waislamu? Sina. Hauna? Mbona hauna bwana? Swali la kuuliza ndio sina. Swali la kuuliza ndio una? Mimi unaweza niruhusu nikuulize? Mbona usio Muislamu bwana, unapendeza tu hivyo bwana? Mimi napenda kuwa Mkristo. Unapenda kuwa Mkristo? Haya, kabla sijakuuliza, tupe ndugu yako, labda anaweza kuwa na swali. Brother William. Yes. Brother, sisi tuko hapa tunafundisha, bali hatujipigi kifua. Tunafundisha yale ndio ndani ya vitabu. Unaweza kuwa na swali lolote, unaweza kutuuliza kama Waislamu wana kupatia tabu. Huna swali? Yaani nyinyi mmesharidhika kwamba yenu mko sawa, hamna maswali. Lakini mimi naweza kuuliza swali. Brother, hivi mkikutana kama Wakristo mnasalimianaje? Mkikutana kama Wakristo, si kuna salamu mnasalimiana? Salamu ya jari mingi. Salamu ya kanisani wao mnasalimianaje? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Brother, hebu niambie kinyume cha mchana inakuwaje? Kinyume cha mchana ni usiku. Sasa hebu kinyume cha Bwana asifiwe kinakuwaje? Mimi ukiniuliza maswali mingi, yes, ninaamini lakini sasa leo naamini ndio. Sasa mimi naamini hivi. Wewe naamini Yesu ni mwalimu. Yeye ndiye atatufundisha. Nasemaje Yesu ni mwalimu na wewe uamini Yesu? Najua mimi wana muamini. Muamini vipi na umpinga kila kitu? Unaona, sasa umesema una swali ndio unauliza. Sisi tunamwamini vipi? Sisi tunamwamini vipi? Mpe amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu samina wa ata'na rabbana wa ilayka al-masir. Soma. Inasema baada ya billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Naam. Mtume ameamini yale teremsha kwake, ndio, kutoka kwa Mola wake. Safi. Na Waislamu, ndio, na Waislamu ndio pia wameamini hayo. Wote ndio wanamwamini Mwenyezi Mungu kwanza, na malaika wake, pili, na vitabu vyake, tatu, na mitume yake. Mpe. Brother, unaona zile vitu sisi Waislamu tumeambiwa tuamini. Tumeamini Mwenyezi Mungu na malaika wake na mitume wake na vitabu vyake. Sawa? Na hivyo vile Biblia imefundisha. Ungeuliza imefundisha wapi? Ungeuliza imefundisha wapi? Wewe wacha nikuulize wewe basi. Auliza. Imefundisha wapi? Imefundisha wapi? Mpe Nyakati wa Pili 20:20. Nyakati wa Pili 20:20. Ndio. Kwa wale walioandika. Safi. Inasema hivi. Ndio. Wakaamka asubuhi na mapema. Ndio. Wakaenda nje. Safi. Katika jangwa la Tekoa. Safi. Na walipokuwa wakitoka, ndio, Yehoshafati akasimama akasema, nini? Nisikieni enyi Yuda. Sikieni enyi Yuda. Nanyi wenyeji wa Yerusalemu. Safi. Mwaminini Bwana Mungu wenu. Brother, wametuambia tuamini Bwana
Mungu wenu. Na katika Uislamu tumeambiwa sharti la kwanza tuamini nani? Mungu. Ayampa endelee. Mwaminini Bwana Mungu wenu. Safi. Ndivyo mtakavyothibitika. Safi. Waaminini nini? Waaminini nini? Waaminini Naam, manabii wake. Mpe brother, tumeambiwa la kwanza tuamini Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani, na ndani ya pili tukaambiwa tuamini na manabii, sawa? Na Biblia vile vile imetuambia tuamini Mungu na nani? Na nabii wake. Na manabii wake. Na manabii wake, yani mitume wa Mungu, sawa? Mpaka hapa tuko pamoja. Unajua nataka niende hapo na pole, usione kama labda nakupeleka mbio au nakusukuma. So tumeambiwa hapa kwenye Qur'ani tuamini kwanza Mwenyezi Mungu na vitabu vyake na malaika, na vile vile tuamini manabii wake, sawa? Na ndani ya Biblia tumepata tuamini Mungu na tuamini manabii, sawa? Sasa sisi Waislamu, Yesu tunamtambuaje? Tunamtambuaje huyu Bwana Yesu? Mpe sasa, mpe maiki. Qala inni abdullahi atani alkitabi waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kunt. Sura ya 19:30 inasema baada audhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Yule mtoto ndio akasema, ndio hakika mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu. Kwanza amenipa kitabu, pili na amenifanya nani? Nabii. Brother, hapa kwenye Qur'ani Yesu anasema yeye ni mja wa Mungu, amempa kitabu na amemfanya yeye kuwa nani? Nabii. Unaona unavyojibu vizuri. Sasa tumalize na Biblia. Mpe 9:17 Yohana. 9:17 Yohana. Ndio. Kwa wale walioandika nasema hivi. Ndio. 9:17. Ndio. 9:17 inasema hivi nini? Nafika. Basi wakamwambia yule kipofu mara ya pili kwamba wasemaje katika habari zake? Ndio. Kwa vile naam, alivyokufunua macho. Safi. Akasema ni nani? Ni nabii. Brother, kwenye Biblia na kwenye Qur'ani tumeenda sambamba, sawa? Kwenye Biblia kuna mtu Yesu kamwombea, alikuwa kipofu akaona. Wakamuuliza, wewe ulivyoona huyu aliyekuombea ukapona, wewe unasema ni nani? Alitaja kwamba ni nani? Nabii. Na kwenye Qur'ani tunaambiwa kwamba Yesu anaitwa, anakuwa na sifa gani? Nabii. Uko sawa? Umeridhika? Kama umeridhika sasa, mbona sio Muislamu? Hujalelewa kwa Uislamu. Unalo swali lingine? Hapana. Hebu mpe ndugu yako kidogo maiki, alafu narudi kwako. Brother, usijione kama hapo labda umeenda hapa. Kama hujui kitu, wauliza walimu wako hapo, watakujibu kama hujui. Na kama sisi hatujui, tutakuuliza ili utusaidie, sawa? Sawa. Asante. Wewe umesema huna swali, sawa? Haya, sikiliza swali langu vile linakuja. Uko tayari kunijibu? Uko tayari? Uko sawa? Brother, uko tayari wewe? Mpe huyu maiki. Mpe maiki. Petro wa kwanza 3:15. Petro wa kwanza 3:15 mkaribishe kwa mwalimu. Ndio. 3:15 kwa wale wanaandika inasema hivi. Safi. Muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu aulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa nini? Kwa upole na kwa hofu. Mpe. Brother, yes, Biblia imesema siku zote ukuwe tayari, na mimi nikuwe tayari kumjibu kila mmoja atakayeuliza mwenzake swali, sawa? Sawa. Lakini katika kujibiana usinijibu kimadharau na mimi sikujibu kimadharau, sawa? Sawa. Uko pamoja na mimi? Mpe nikupe dua zingine. Ayubu 38:3. Ayubu 38:3. Ndio nione kama unasema elimu. Naam. Basi jifunge viuno. Mpe kwanza. Andiko linasemaje? Basi jifunge viuno. Hebu jifunge kiuno, kwa sababu swali nitakuuliza hapo utakimbia. Jifunge kwanza kiuno, kae sawa. Niko sawa. Uko sawa? Mpe huyu. Maliza. Ayubu 3. Basi jifunge viuno, ndio kama mwanaume. Safi. Maana nini? Maana nitakuuliza neno. Mpe.
Brother, Yes. kule ameniambia uko tayari kunijibu. Yeah. Na mimi niko tayari kujibu, sawa? Sawa. Hapa nakwambia kabla hujanijibu kwanza kaa vizuri. Funga mshipi kwa maana nitakuuliza kitu, sawa? Sawa. Asante sana. Wewe naamini Yesu alikufa? Naamini. Unaamini? Yeah. Unaamini? Kabisa. Yeah. Tena una wasiwasi? Sina. Sasa hapo kama unaamini alikufa, alikufa tarehe gani? Alikufa tarehe gani kama unaamini? Alikufa tarehe 18. Ehe. Akafufuka tarehe 21. Alikufa tarehe 18, akafufuka tarehe 20 ngapi? Na moja. Andiko. Wapi hayo maneno umepata? Mpigie mchungaji simu. Tena huko kwingine ukiwa unatafuta. Mwenzio amesema. Patia mwenzake. Huyu wa mwisho huyu. Boss, habari yako brother? Njema sana. Habari. Unaitwa nani bana? Naitwa Emmanuel. Emmanuel. Mungu pamoja nasi. Kabisa. Muislamu, Kristo. Mkristo. Mkristo. Mimi ukiniita Saidi sikatai kuitikia. Na mimi ni Muislamu. Unalo swali? Nitakupa swali. Utanipa. Nipe dakika 2. Nikupe dakika 2. Endelea nao niangalie lile andiko ulikuwa unamuuliza Yesu kafa. Alafu nikupe jawabu. Sawa. Sasa wewe ndio uko na jibu lake? Ndio. Wewe ndio uko na jibu lake? Kabisa. Kwamba Yesu kafa. Yes. Na pia nakubali. Ndio. Asante. Nimekwambia nipe dakika 2. Haya, dakika 2. Dakika 2 mtu atakuwa amepata. Yaani mwalimu, yaani hapa Yesu kafa, tarehe bado natafuta kwenye Biblia. Boss, umepata bado? Bado natafuta. Bado natafuta. Yeah. Bado natafuta. Yeah. Ni Biblia imefutika au ni bundle zimeisha? Ni Biblia ndio haiko kwa akili. Haiko kwa akili. Hilo andiko linasemaje tukusaidie? Kwa sababu miongoni mwa watu walikuwa wanasaidiana kuandika Biblia, mimi nilikuwemo. Inasemaje nikusaidie? Hilo andiko umelisahau kidogo. Wacha kusahau. Linazungumza nini? Basi. Nukta tu ndogo. Linazungumza kuhusu Yesu. Kwamba alikafanyaje, kafa tarehe ile, tarehe alikufa. Kwamba Yesu atakufa. Hivi tunazungumza atakufa ama alikufa? Alikufa. Alikufa. Sasa hiyo tarehe imeandikwa kwenye kitabu gani? Yaani kwenye Biblia ndio nitafuta sasa hivi. Bado natafuta. Mimi nikakuuliza hivi, nisikilize. Bana, mimi sijui Kiswahili. So ukiona nashindana naye kidogo, nataka usinitafune maneno kwa sababu utanibana. Sawa? Sawa. Sasa ila andiko linazungumzia tarehe kufa Yesu. Hebu tuambie sentence hiyo inasemaje, kama umelisahau sisi tutakwambia liko kwenye kitabu fulani. Hiyo sentence. Mpe jirani yako. Haki ya Mungu hapa. Mwalimu. Ndio bana. Nataka tuwekane sawa. Na swali lako ni tarehe ama ni swali lako Yesu kafa? Mimi nimeuliza hivi. Mnaamini? Sasa wacha yeye pamoja na wewe. Sawa. Nyinyi wa Kristo mnaamini Yesu alikufa? Kabisa. Baba Raila Amolo Odinga alikufa? Kafa. Kabisa. Tarehe tukitafuta site tunaweza ipata? Kabisa. Haya, tutoleeni tarehe Yesu alikufa lini? Sasa ngoja nikwambie wazi. Nimengoja. Kwa Biblia hakuna tarehe iliyoandikwa Yesu kafa siku fulani. Wala kazikwa siku fulani. Sasa subiri. Wala kazaliwa siku fulani. Sasa wewe kama unaamini kwamba Yesu kafa? Wewe mwenyewe. Mimi siamini kama kafa. Unaamini kwamba Yesu kazaliwa? Yes, alizaliwa, andiko liko. Unaamini kazaliwa? Andiko liko. Nipe tarehe. Tarehe Yesu kuzaliwa kwenye Biblia hata tukitafuta na vijiti hatupati. Ndio maana subiri. Ngoja kwanza. Subiri. Mwalimu ngoja. Nimesubiri. Kwa vile kwa siku ya kuzaliwa hamna tarehe, hata siku ya kufa hakuna tarehe. Na kujibu hivi. Sawa. Si nyinyi mnasherehekea tarehe 25 mwezi wa 12? Hayo ni mengine kusherehekea, nimekwambia. Wewe una
unauliza siku Yesu kafa. Mimi nikakuuliza, ndio, waamini Yesu kazaliwa? Yesu ukasema ndio. Mpe huyo, mpe. Mwalimu. Luka 2 mstari wa 6. Luka 2 mstari wake wa 6. Yaani ni kama kwenda polisi alafu unauliza kama kuna tear gas. Ikawa katika kukaa huko, ndio, siku zake za kuzaa, ndio, siku zake za nini? Za kuzaa, wakazaa, zikamtia, ndio, akamzaa mwanawe kifungua mimba. Mpe brother, mimi ninaale andiko kwamba Yesu kazaliwa kabisa, lakini tarehe ya kuzaliwa Yesu hatuna. Ndio maana Waislamu huwezi kutupata tarehe 25 tunashangilia kuzaliwa kwa Yesu. Wajua wewe mwalimu anifurahisha sana. Sijui kwa sababu wewe unataka kunisukuma kwa Krismasi. Na mimi sitaki twende huko. Wewe kidogo mwalimu, tuwekane sawa. Wewe ukaja na swali, Yesu kafa. Ukaniuliza akakwambia mimi nakubali Yesu kafa. Sasa ngoja, subiri. Mimi nimechukua swali la mwingine. Ndio. Nikakwambia acha nikupe uthibitisho kwamba Yesu kafa. Wewe niuliza tarehe. Sasa subiri. Ngoja kidogo bro. Unajua tukizungumza mengi labda tutaweza kukosa kufahamika. Tarehe kwa sababu umetuambia hakuna, ama mwalimu wangu amesemaje? Sasa hebu tutolee andiko la Yesu kafa. Mambo madogo haya. Madogo, toa hiyo sasa. Tenda hiyo. Sawa. Yaani ukitoa andiko Yesu kafa, leo unanipatiza. Ukitoa andiko Yesu kafa, munipatize. Mpe mwenzake, umepata? Bado hata nimeacha kutafuta. Umeacha kutafuta? Kwa sababu wenzake akwambia hakuna. Sasa kwa sababu hakuna, mpe mwenzako. Brother, na unasemaje? Sawa, ngoja nikupe Yesu kafa. Toa ile andiko. Tenda hiyo. Yohana 19:16. Twende hapo 18. Ni 18. Faida ya umma, tuanze 16. Anzia 14. Soma. Mwalimu, mimi nimetaka ende kwa point 18, lakini kwa sababu ni mzuri, hebu anzia 14 twende nayo. 19 14. Lakini kipatikana Yesu kafa na ushahidi uko wa kutosha, haki ya Mungu mimi namwambia ndio mnipatize. Mwalimu atusipate shida. Soma. Inasema kwa wale andika. Ndio. Nayo ilikuwa maandalio ya Pasaka. Safi. Yapata saa 6. Ndio. Akamwambia Wayahudi, hebu mpe kwanza huyu. Ilikuwa saa 6 mchana ama ya usiku? Ya mchana. Brother, kwanza chukua maiki. Unaona hizi zote zimekurekodi. Rudia tena. Mchana usiku? Mchana. Kidogo. Wajua mwalimu wataka kunitega. Hiyo ilikuwa hapana. Ni sawa. Twende polepole. Mimi nilikuwa nasoma andiko pale ambapo Yesu kafa. Lakini ukianzia hapo 14 ilikuwa saa 6 ya usiku. Ilikuwa saa 6 ya usiku. Sawa, subiri. Tunakubaliana Yesu kafa saa 6 usiku. Sawa? Hapana. Hatujafika kwa kifo. Nimekwambia tushuke na andiko. Mpe teremke. Nayo ndio ilikuwa maandalio ya Pasaka. Safi. Yapata saa 6. Ndio. Akamwambia Wayahudi, tazama mfalme wenu. Basi wale wakapiga kelele, mwondoshe, msulubishe. Pilato akamwambia, nimsulubishe mfalme wenu? Wakuu makuhani wakamjibu, sisi hatuna mfalme bali ila Kaisari. Basi ndipo alipomtia mikononi mwao ili asulubiwe. Nao wakampokea Yesu. Akatoka hali amejichukulia msalaba wake mwenyewe mpaka mahali paitwapo Fufu la Kichwa. Brother, Yohana anaandika hizi habari, anasema Yesu mwenyewe kajichukulia nini? Msalaba. Mpaka mahali paitwaje wapi? Golgotha. Waliandika Biblia wako sawa. Kuna mahali utanikimbia? Sitakukimbia. Mpe huyo malize. Ngoja mwalimu. Subiri, mbona hasira? Mimi endelee na andiko mpaka tuone Yesu kafa. Tunataka Yesu kafa. Unajua tatizo lako bro, hunielewi. Mimi andiko nimekwambia tuanzie 14. Twende na hii story mpaka tupate kwenye kifo cha Yesu. Sasa mimi nataka kabla hatujapiga hatua tuulizane kitu, ndio baadaye tusikimbiane. Ama niaje mwalimu wangu? Ndivyo. Hivyo ndio mimi nahoji, tupana pole. Baadaye tusikimbiane.
Hebu mpe tena. Brother, Yes. Pilato, Yesu alijitokea amejibebea msalaba wake mwenyewe, sawa? Kabisa. Mpaka mahali paitwaje wapi? Golgotha. Hapa kuna mali asitasaidiwa kubeba. Yes, Yesu alisaidiwa kubeba. Na nani? Siwajua alisaidiwa na nani wewe? Haya, mpe. Yesu nipeleke kule mbinguni tukakunywe supu. Sawa mwalimu. Akatoka. Ndio. Hali. Akijichukulia msalaba wake. Mwenyewe. Mahali paitwapo. Ndio. Vifula kichwa. Au kwa Kiebrania. Golgotha. Ndio. Wakamsulubisha huko. Mpe. Haya. Umepata Yesu kasulubiwa, sawa? Kabisa. Umeridhika? Kabisa. Wewe umeridhika? Mimi? Aha. Mimi? Unauliza mimi? Wewe uko na nataka wewe kwanza uniambie kama umeridhika. Mimi yangu ni 32 33. Safi. Kuonyesha Yesu kwamba kafanya nini? Kafa. Subiri hapo. Nipo. Nimekuuliza hivi. Ndio. Waliandika Biblia, kuna mahali walikosea au walikuwa sawa? Hamna pahali walikosea. Safi. Andiko linasema Yesu mwenyewe kajichukulia nini? Yesu kajichukulia msalaba. Kuna mahali alisaidiwa? Ndio, kuna pahali alisaidiwa. Wapi hapo? Kuna pahali alipokuwa amebeba msalaba. Nitarudia. Ngoja hujamaliza andiko. Nikupe andiko Yesu kafa ama andiko Yesu kasaidiwa msalaba? Haya sasa, mpe huyu. Unataka gani? Mpe huyu. Mpe. Brother, ninachokihoji najua nahoji nini? Ninachokiuliza najua nauliza nini? Nimekuuliza hivi, nisikilie swali langu sasa. Hapa kwenye kifo cha Yesu, si umetutolea andiko Yesu kajichukulia msalaba kasulubiwa? Si ni kweli? Mpe. Si ni kweli? Kabisa. Tukapata hapo ilikuwa ni saa 6, sawa? Kabisa. Saa 6 ilikuwa mchana ama usiku? Usiku. Kuna koti inafanya kazi usiku? Sasa ngoja nikujibu. Ni saa 12. Ngoja nikujibu. Nataka tupelekane polepole kwa ufahamu wa umma. Haya.